Wiki mbili tatu zilizopita nilikuwa na mgeni wangu hapa Jiongeza Podcast, na tuliongelea kuhusu mambo ya hela, tuliongelea kuhusu utajiri, tuliongelea kuhusu being wealthy. Hivyo vyote vinamaanisha nini? Kuna utofauti. Lakini pia tuliongelea kwa nini ni muhimu ku budget, ku save na ku invest. Ile video ilitokewa kupendwa sana. Nikaona kwa nini tusifanye tena series nyingine ambayo leo tutakava vipengele tofauti kidogo. So kuwa tajiri ama wealthy, you have to go through some steps. Nikisema kwamba huu mwaka lazima tuwe matajiri, haimaanishi kwamba ndo mwisho wa mwaka huu utarudi hapo utasema Cynthia ama Victor, mbona nimesave kiasi hichi lakini sijawa tajiri. Kuna steps na discipline lazima uzifate ili uweze kuenda njia hiyo ya kuweza kuwa tajiri eventually. Kama hujaiangalia ile video kwenye Jiongeza Podcast, basi fanya hivyo kwa kwenda YouTube. Huu mwaka tumeshaamua kwamba wote tutakuwa matajiri in one way or another, lakini tutakuwa matajiri in halali way. Hatutafanya vitu vya ajabu, tutakuwa matajiri in a halali way. So anyway, kwa siku ya leo tutaongelea vipengele vifuatavyo. Tutaongelea kuhusu investment mindset, financial discipline and money and relationships. Hivyo vitu vyote vinamata ili wewe kuweza kuwa tajiri, ili wewe kuweza kuwa wealthy. Kuna kitu kinaitwa money discipline ama nidhamu ya fedha, ambayo kama umeshaangalia watu wengi ambao pia ni wealthy ama pia ambao ni rich wanazifata. Na zaidi leo tuta focus kwa vijana, kwa sababu wengi wana mwamko wa kuelewa kuhusu fedha, jinsi ya kuinvest, jinsi ya kubudget, jinsi ya kusave. Kwa hiyo leo tutafocus zaidi kwa vijana. Kama una mchumba, tutafocus kwako wewe mwenye mchumba. Kama wewe unachumbiwa, tutafocus on wewe kuchumbiwa na hela inaingiaje kwenye hizi relationships. Pia tutaongelea investment mind, kwamba lazima uwe na mwamko wa kiakili wa aina fulani ili kuweza kuinvest vizuri. And then tutaongelea kuhusu financial discipline, kama nilivyosema, nidhamu ya hela. So Victor, kwa wageni wetu ambao wanatujoin leo kwa mara ya kwanza, ambao hawakufahamu, labda ujiintroduce kidogo ili waweze kujua wewe ni nani, and then we'll jump right away to the first question. Nashukuru sana kwa kutupa intro vizuri kuhusu episode hii hapa ya leo. Mimi hapa kwa majina naitwa Victor Muta, inawezekana wengi mnanifahamu mtandaoni. Before kwa jina yangu ya zamani ilikuwa Wi-Fi Money TZ, japokuwa siku hizi ni The Money Guy TZ kwa Instagram na kwa TikTok pia. Mimi ni mtu ambaye niko passionate sana kwenye masuala la fedha, ikiwa kwenye uwekezaji, ikiwa kwenye personal finance na kuweza kumanage pesa zako. Na mimi hapa nimekuwa napenda hii kitu kuanzia mwaka 2020, ndio mpaka mwaka jana nikaanza kuingia online kuongea kwa watu wengine. But I've been passionate kuhusu haya mambo kwa muda mrefu, na nimependa tu kuongelea hii kitu, na hata ilifika mahali kwamba rafiki yangu mmoja ananiambia kwamba Victor, naongelea mambo sana, ingia kuongea online ndio tuko hapa leo. So nashukuru kwa kila mtu anayesikiliza sisi hapa kwa sasa, na I hope that the next few 30-45 minutes 1 hour zitakufundisha mambo mengi, utanufaika sana kwa haya, na Mungu akipenda unaweza kuwa tajiri baada ya kusikiliza na kutekeleza utakachosikia leo. Very nice. So kwa wale ambao ni wageni hapa kwenye Jiongeza Podcast leo na una tune in leo, asante sana kwa support yako na asante sana kwa kuwa nasi hapa leo. Kama Victor alivyosema, natumaini utajifunza kitu kimoja ama viwili, especially kama una mawazo ya kukua kifedha. So pia kama bado hujasubscribe kwenye Jiongeza Podcast, naomba ufanye hivyo kwa kugonga hiyo link hapo chini, na pia kwa kugonga hicho kikengele ili kila ninapoposti video mpya basi uweze kutaarifiwa. Na kingine, kama umependa video hii, naomba ushare na rafiki yako mmoja ama wawili, na pia kwenye social media zako, ili wote tuweze kufaidika na haya mazungumzo. Na kitu kingine pia, naomba uipe hii video thumbs up ili niweze kujua huko mbeleni ni vitu gani unapenda niongelee zaidi. So anyway, swali la kwanza, Victor. Utampa ushauri gani mtu ambaye ana mwanamke ambaye ni mtumiaji sana, lakini yeye kama mwanaume anawaza sana kuhusu kusave na kuinvest, lakini mwanamke ni mtu mwenye kupenda kutumia na kuenjoy hela, kwa sababu unajua watu wanakuambia ponda mali kufa kwaja. Baba ameenda kufanya kazi kwa bidii, wacha tutumie. Mtu kama huyo utamshauri nini? Umeanza na swali ngumu kweli kweli, kwa sababu aisee, kwenye swala la pesa kwenye mahusiano inakuwa ni kitu kizuri sana kama wote wawili mkiwa kwenye page hiyo moja, kwa maana kwamba kama wote ni watu ambao wanapenda kutumia hela, haya mnaendana.
Kama wote ni watu ambao mnapenda kusave na kuwekeza, haya, mnaendana. Lakini ikiwa mmoja yuko upande huyu huku na mwingine yuko upande huu, hapo sasa mnahitaji kutafuta namna ya kucompromise hapo, ambayo inaweza kawa kitu kigumu sana, kwa sababu unakuta haya mambo yanatokana na historia na background ya mtu. Unaweza kuta kama mtu ambaye ana save na kuwekeza sana ametokea mazingira ambayo hali ya kifedha ilikuwa ngumu, kwa yeye amejifunza kwa mazingira hayo. Imekuwa muhimu sana kuweza kutunza na kusimamia na kuweka fedha zake vizuri. Lakini mtu ambaye ametokea kwenye mazingira ambayo labda kwao nyumbani inawezekana kwamba wamekuwa na uwezo fulani wa kifedha, hawahitaji kuulizana kuhusu nini, wanakuwa na spending kwa sababu walikuwa na hela nyingi growing up. Ukimwambia sasa mtu huyo ashift kwa upande huu inaweza kawa ngumu, na huyo ashift kwa upande huu inaweza kawa ngumu. Kwa hiyo hapo ikiwezekana kwamba bado hamjaoana and you're dating someone, ni vyema kwamba mkae muongelee na muelewe mindset zenu za fedha zinakuwaje, kwa sababu Kabla mkiona hujaenda kwamba kuna mbali, naomba tofauti. Naam. kabla hujaenda mbali, umeshaingilia Mm. swali ambalo ama jibu ambalo nitakuuliza uko down the road kuhusu watu wanaodate na watu wanaochumbiana. Kwa hiyo sasa hivi Mm. tuongelee tu watu ambao wako kwenye ndoa. Wako kwenye ndoa. Hiyo sasa inakuwa ngumu, kwa maana kwamba hapo lazima mtafute compromise. Sasa nani ata compromise kwa ajili ya mwenzie? Mtahitaji mkae muongee, and that's going to be a very difficult conversation, kwa sababu kuna mtu hapo lazima abadilike kwa kiasi fulani. Ikiwa wote kwa kiasi fulani kujaribu kukutana halfway, inawezekana mmoja abadilike kulean towards mwenzake, lakini inakuwa hali ngumu. Hamna majibu rahisi hapo, kusema ukweli. Hamna majibu rahisi. Okay, so Yeah. mimi nataka ni share story moja. Nilikuwa naangalia, Mm. I'm sure Victor labda tayari unamjua huyu mtu, anaitwa Dave Ramsey. Anaongeleaga Mhm. sana kuhusu mambo ya fedha and financial Mhm. wellness and all that stuff. So anyway, kuna mtu alipiga simu, huyo kaka akasemaje, yeye ameoana na mke wake na sasa hivi wao ni mamilionea, lakini mke wake anakaa nyumbani na kutekea watoto. Na kwa huku Marekani mara nyingi mwanaume unafanya kazi, unaweka hela kwenye account, mwanamke ndo anazicontrol zile hela, kulipa mabills, kujua hela hii itaenda kwenye mambo ya vacation, hela hii itaenda kwenye hichi na hichi na kile. Mwanamke ndo anacontrol ile hela kwa sababu yeye ndo yuko nyumbani, ana run the home end. Mwanamume wewe ni unaenda tu kufanya kazi. So anyway, yule mwanaume though, kwa sababu alishamjua mke wake ni spender, anasema ni big spender na wana watoto na maisha ni mazuri. Sasa yule mwanaume alipomgundua tu mke wake yuko vile, aliamua kuanza kuweka hela pembeni yani tu just in case siku wameishiwa ghafla, at least wana hela pembeni, bado wana investments yao na nini. Sasa yule mwanaume akasemaje, walianza wakiwa vijana, wametoka college, walikuwa hawana kitu chochote. Amefanya kazi kwa bidii, ameweza kusave sana hela ambayo huyu mwanamke haifahamu, na imeshafikia into millions, sio milioni moja, into millions, na tunaongelea USD. So it's a lot of money. Sasa akawa amepiga simu kwa Dave Ramsey, anasema amefikia kipindi ambacho ana wasiwasi, na kipindi kimefika, either anatakiwa amwambie mke wake kuhusu hii hela, hii account, lakini anachohofia ni kwamba huyu mwanamke akijua kuhusu hii account imekwenda na maji, na asipomwambia pia ni matatizo, kwa sababu kitu chochote kinaweza kikamtokea mwanamke ajui kuhusu hii hela. Lakini pia asipomwambia, na yeye anajisikia vibaya kwamba anafanya vitu pembeni, nje ya ndoa yao, makubaliano yao. Lakini pia akimwambia, sio kwamba tu yule mwanamke ataitumia ile hela labda vibaya, lakini yule mwanamke pia atashikwa na hasira, kumbe mbona unafanya vitu pembeni ya vitu tulivyokubaliana? Je, kuna kitu gani kingine kiko konje? Kwa hiyo atapunguza ile uaminifu kutoka kwa mke wake. So akana muomba Dave Ramsey hapa ushauri uweje. Sasa anyway, sikumalizia kuangalia the whole thing, lakini I'm sure ushauri ulikuwa mzuri. Anyway, so I think haya matatizo yako everywhere. Wewe unakuta mtu mmoja yuko hivi, kama ulivyosema, you have to be on the same lane, you have to think the same way when it comes to money, but all that inaanza toka mmeanza mwanzo. Huyu mwenzako anafikiriaje hela na huyu mwenzako anaichukuliaje hela, kwa sababu kama ulivyosema, kuna watu ambao wamekulia kwenye maisha ambayo hela ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa hiyo wamejifunza kushikilia kila hela walionayo. Is that a good thing? Maybe yes, maybe no. Inategemea na anaishikilia vipi ile hela, kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa tu stingy, anashikilia tu hela lakini there's nothing wanafanya nao, na kuna watu wengine wametoka kwenye maisha ambayo hela ilikuwa ni ngumu na sasa hivi wamepata hela, yani ndo
Yani wao hata hela wakipata kidogo ama kubwa, wao ni kutumia tu. Kwa hiyo unajua kuna watu wa aina mbili tofauti. Anyway, swali langu linalofuata, nilikuwa nataka tu ni share your story ili kuonyesha kwamba haya matatizo yako kila mahali, yaani watu wa aina hii, kwamba mmoja anapenda sana kuspend, mwingine anataka kusave, mwingine anataka kusave, mwingine anataka kufanya hivi, yako kila mahali. So kadhalika kuna wanaume ambao wao wanafanya kazi kwa bidii sana na anajisikia kwamba ana kauli ya kuitumia hela yake vyovyote anavyotaka. Huyu ni mwanaume ambaye yuko kwenye ndoa, analeta hela nyumbani, anampa mke wake hela ya matumizi na kitu anachohitaji kufanya, lakini yeye kama mwanaume hela yake ni ponda mali kufa kwaja. Ninafanya kazi kwa jasho langu kubwa, ninachoka, kwa hiyo na hela yangu nataka niitumie. Wakati unakuta yule mwanamke labda anataka wainvest zaidi, labda anataka wajenge, anataka wafungue biashara ama wafanye hivi, wapeleke watoto shule za maana, lakini unakuta mwanaume hayuko kwenye hiyo mindset. Huyo unamshaurije? Kuna watu kadhaa ambao nafahamu wako kwenye situation hiyo, Mhm. ikiwa kwamba mmoja anataka kuwekeza na kusave, mwingine anaona kwamba haoni maana hiyo kitu. Na kwa watu ambao nimefahamiana nao ambao kwenye hali hiyo, ambao married couples, mara nyingi unakuta kwamba ni mwanamke yuko kwenye upande wa kusave na kuwekeza versus mwanaume kwenye upande wa kwenda kufanya biashara, kutafuta tu hela. Na kwa situations hizo nimeona kwamba wengi wao wameweza kufanya hii kitu pembeni kwa kutumia pesa zao, alafu baadaye wakishapata results au matokeo kutokea huyu uwekezaji, kwa mfano kwamba wameweka uwekezaji kwenye vikoba, kwa sababu wadada wengi wanapenda vikoba, au nimefanya uwekezaji kwenye hisa, ambao nafahamu na elimu kuhusu hisa. Wakipata hiyo hela ya kuvunja kikoba, wakipata hiyo hela ya gawio ya hisa, wakienda kwa wamezao, sorry is hard wamezao, wanaonyesha kwamba hii hapa nimepata hivi hivi na hivi kwa kufanya hivi hivi na hivi. Sasa ndio unaona kwamba kwa bahati nzuri, in many cases walikuwa wakifanya hivyo, wanaume wanaanza kuelewa na wanaanza kuwa kwenye upande wa kuanza kuwekeza sana. Kwa hiyo ikiwa kwenye mazingira ambayo unakuta mke anasema nawekeza, mme ana mawazo tofauti, mara nyingi naona kwamba mme anashawishika zaidi kama ni mke akianza akienda kumwonyesha matokeo ya hizo jitihada za uwekezaji ilizofanya. The vice versa, kwamba mme ndo saver, investor, mtu wa ku manage pesa, na mwanamke ni sana sana mtu wa kutumia na kuspend hela. The rare few cases I know, unakuta kwamba namna ya kubadilisha hiyo hali inakuwa ngumu, na wanaume wanaishia kuweza kuongeza bidii kutafuta hela zingine, wafanye kama huyo aliyopiga simu hapo alivyokuwa kwa Dave Ramsey, akasema kwamba anaweka na anawekeza hela pembeni, lakini nyumbani maisha hayabadiliki, kwa sababu kama mashazoea maisha ya tuseme kama milioni 5 kwa mwezi ya Kitanzania au Mhm. dola 7,000 kwa mwezi ya Kiamerikani au whatever the case, yeye ataenda kuongeza nyingine, kutafuta dola 2,000, 3,000, 4,000 nyingine, kutafuta milioni 2, 3, 5 zingine, afanye uwekezaji na huu hela, lakini nyumbani pabaki pale pale. Mhm. Lakini kuweza kumshift huku kutoka kuwa mindset ya kuspend kuingia mindset ya kuweza kuweka akiba na kuwekeza kwa upande wa mke, kumshawishi mke aende huko, I have no case studies or people that I know personally ambao wameweza kufanya hiyo, Ya kufanikiwa kwenye hiyo kufanikiwa. transition. Okay, Eh, lakini unachosema kama nimekuelewa vizuri ni kwamba ndio. ni rahisi wanaume kuona mwanamke amefanya nini cha maendeleo na kutaka kufata kile alichofanya. Mhm. Okay, Mhm. lakini mi naona eti itakuwa ni rahisi zaidi kwa mwanamke kufata kule kwa mwanaume, kwa sababu mara nyingi we like when a man leads, na Mhm. akilida akionyesha hela imekaa vizuri, then you would think, yani automatically tutasema hebu ngoja nione mume wangu anataka kufanya kitu hichi na hichi na hichi na tumeweza kusave kiasi hichi. I don't know. No? No, inategemea mtu na mwenzake na ndoa yao ilivyo, so everyone Mhm. has their own kind of tofauti. Very, very Lakini true. kwa mifano ambayo nimeona mimi, ambao nawafahamu, ambao kama nikifikiria hapo like mifano kama 6 ya wanawake ambao wameweza kushawishi wanaume zao waweze kuwekeza versus Mhm. hao 3 ambao wanajaribu kushawishi wake zao wawekeze. The 6 are successful, almost all of them. Those 3, kuna mmoja hata alikuwa hata hataki kuongelea hiyo kitu kwa mke wake, kwa sababu anaogopa kwamba akimwambia tu kwamba tuanze kumanage na kumoderate lifestyle yao anaweza kaachwa. So Ah, wow.
Yani niseme hivyo just kutoka hiyo sample size ya Yeah, yeah, watu yeah. couple tisa, that's all I've seen. Yeah. Wow, that's crazy. Mm. So, okay. So, hapo tayari umeshaweza kutuonyesha jinsi gani na watu wanaosikiliza pia kwamba money na relationships jinsi gani vinafanya kazi pamoja. Yaani inabidi muwe kwenye mstari mmoja kama mnataka kuelewana na kuweza, yani kuelewana kifedha, kuweza kusave na kuweza kuinvest. So swali linalofuata, mara nyingi unakuta labda kijana anamchumbia msichana and wamekuwa na mahusiano kwa muda mrefu, kijana anafanya kazi kwa bidii, anajitegemea yeye, hapo hapo anakuta inabidi ainvest kwa yule msichana. Kwa tradition zetu za Kitanzania huwezi ukamchumbia tu msichana hivi, lazima umteke nywele, umteke nguo, mahali anapoishi, labda gari kama una uwezo huo na kadhalika, mambo mengi tu. So unakuta mtu kama huyo by the time anakuja anaangalia wallet yake anakuta hamna kitu kilichobaki, whereas labda angekuwa peke yake angeweza kusave na kujianzishia kitu chake chochote. Ukumbuke huyu kijana atakuja kumwoa huyu msichana, watakuja kuanza maisha, lakini wameshaanza on the wrong foot, kwamba ile hela inatumika sana kwa wote wawili, yani kiasi cha kwamba yule msichana hela yake ni ya kwake, lakini ya mwanaume ni ya mwanaume na ya kwake. Umeshaona? So yule kijana ana mpango wa kuoa, wakioa lazima wapange mahali, alafu waanze kufikiria labda mambo ya kujenga, waanze kufikiria kukuza familia yao, lakini tayari wameshaanza na wao wanaweza siyaone kama ni matatizo kwenye mfuko wao wa hela, lakini tayari ni matatizo kwa sababu hamna chochote walicho save. Hawa watu wa hivi unawashaurije? Yani mtu anapomchumbia mtu, anapogharamia vitu vyote hivi, huku akiwa ana malengo ya kwamba well, nitamoa alafu nitajenga alafu nitasave, nitafanya hivi. Unawashauri nini watu ambao wanachumbiana ikija kwenye mambo ya finances, investing, budgeting and all that? Nitaongea tofauti kama naongea na mwanamke versus kuongea na mwanaume. Okay. Kwa mwanamke naona kwamba ni vyema yeye awe aweze kusimama peke yake kifedha, ikiwa kwamba it's very important a lot of situations kwamba kuna mazingira, inajikuta mara nyingi kwamba wadada wanaingia kwenye mahusiano ambayo sio nzuri kwao kwa sababu za kifedha. Na hiyo inatokana na wao kutokuwa na uwezo wa kujitegemea, kutokuwa na elimu ya fedha kuweza kujitengenezea, kujijengea kitu chao. Okay. Kwa hiyo kwake kupata financial education ni kitu cha muhimu sana, ndio ujumbe wa mwanamke in that situation hapo. Kwa mwanaume, kwanza waga nasemaga don't date until you are financially ready. Na hii ni kitu ambacho sio mimi nasema, hata jamii nasema kwa namna moja au nyingine, kwamba mwanaume kama una pesa una sauti, kama mwanaume hauna pesa, hamna, wadada wengi hawakutaki na kadhalika. Kwa hiyo I'm not the first person to say that. Mimi sio mtu wa kwanza kusema kitu, mimi sio mtu wa mwisho, lakini nachosema tofauti ya hapo, mimi sisemi kwamba utafute pesa ili uheshimike, mimi sisemi kwamba utafute pesa ili uweze kupata wadada kabla ya kuanza mahusiano. Lakini unachosema ni Nasema kwamba utafute unachosema ni kwamba watu wasidate kabisa mpaka wawe na hela. Sasa hapo inakuwaje? Ngoja, tutafika hapo, tuanze hapa. Okay. Kwa mwanaume aweze ajifikie mahali kwamba amesimama kifedha, kwa upande wa career yake, kwa upande wa biashara yake, kwa upande wa investment zake na mtaji wake na kadhalika, ili akiamua kuingia kwenye mahusiano na kuchukua hiyo jukumu la kumtunza mtoto wa kike, isiwe mzigo kwake, awe anafanya kwa upendo na kwa sababu ana uwezo wa ziada, sio anafanya kwa uwezo wake mdogo, anajaribu kulazimisha kitu kwa wakati ambao sio wakati wake. Kwenye hiyo sasa, ukisema kwamba watu wasidate if they don't have money, no. Changamoto inaingia hapo mkisema kwamba mtaenda kwa social expectations. Sawa. Nikisema social expectations, nasema kama kwa upande kwa wadada, mnasema kwamba mdada kujilipia mahari, kujinunulia pete ya ndoa, mwanaume ampe hiyo pete ya ndoa, kuchangia matumizi ya ndani na vitu kama hivyo,
kijamii wanaona kwamba ni kitu cha ajabu. Sawa. Mhm. Upande wa mwanaume kutoku, yani not being the main breadwinner, kwa maana kwamba yeye ana kipato chini cha na mwanamke ambaye anaye date naye, Mhm. au unakuta kwamba mara nyingi kupokea hela kutoka mwanamke akiwa na date naye inaonekana kitu cha ajabu sana. Mm. Lakini ifike mahali kwamba nyie muone kwamba hamdate jamii, mnamdate mwenzako. Unamdate huyu mdada, unamdate huyu mkaka, sio jamii. Kwa maana kwamba expectations za jamii muweke pembeni, muelewane kwamba wote mnapambana, kwamba mtu mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi, kiasi kwamba even if kwamba jamii inasema kwamba don't date when you're broke, kama wote mnajitafuta na wote mnapendana na wote mnaelewana, hata kama hamna pesa au bado mnaishia kupambana kutafuta, nani kasema kwamba msidate? Lakini Mm. changamoto ni hapo kwamba ukiingia kwenye haya mahusiano na mtu hujaongea kuhusu hii kitu, kwa maana kwamba wote mnaingia kwa mindset default ya expectations za jamii, unaona kwamba kuna vurugu na shida nyingi inaanzia hapo. Lakini if you're broke, ukipata mwenzie ambaye yeye pia mko broke na wote mkakaa mkaelewana na mko on the same page kwamba jamani, mimi nafahamu kwamba sina hii, wewe unafahamu kwamba una hii, lakini tusaidiane tufike mahali kwamba wote tuna kitu kwa pamoja. Mkiweza kuongea hivyo na kuwa on the same page, mtatoboa whether you're broke whether you're not. Lakini mkiingia na hizi social expectations Yeah. But that's unaona the kwamba thing. hizi headache nyingi yeah. That's the Mm. thing. Hicho ulichosema ni ukweli kabisa, lakini mimi Mm. nimesha realize na Mhm. nakumbuka toka niko msichana mdogo unajaribu Mhm. kudate or whatever, Mm. hii mambo ya expectations yapo pale whether we like it or not. Mhm. Wasichana wengi, hamna msichana ambaye, well, okay, siwezi nikasema wote, lakini Mhm. wasichana wengi Mhm. anapojua kwamba wewe uko broke, I mean, what are you gonna do for me? Kwa sababu si ndo hivyo tulivyo. I mean, kwa Ah. sababu ngoja nikwambie, kwa huku nje, Mhm. Mhm. kwa sababu wanaume wanaongea sana, kwa hiyo Mhm. kunakuwa na hizi battle kwamba mwanamke Mhm. anataka hicho, mwanamume anataka, yani it's crazy. Lakini kwa Mhm. sisi culture zetu za Tanzania, it's Mhm. expected kwamba if you're gonna be with me, you gotta take care Mhm. of me, you gotta show up and show out Mhm. ili uweze kuwa accepted not only by Mhm. me. Kwanza mimi naweza nikaku Mhm. accept kwa kuwa you're broke, lakini wewe mwenyewe tu unapata ile pressure ya oh my gosh, I gotta, you know, get to a Mhm. certain level. So yeah, I think it's Lakini just naomba hard. naomba ni highlight consequence ya kitu hapo, Eh. kwa sababu ya hizi expectations. Ukiwa jamii inasema haya mambo Mhm. kiasi kwamba mwanaume hana thamani mpaka akiwa ana pesa, Yani it's what is. unatengeneza mazingira ambapo Eh. huyu mwanaume kipindi akiwa kijana hana hela, Mhm. anapata chuki na hasira kwa sababu anaona kwamba yeye hakubaliki, hapendeki. Mhm. Akiwa na hela, kwa sababu yeye kafanya kazi kwa bidii, kajitahidi kwenye 20 zake, ameingia 30s, 35, 38, huko tayari ana pesa. Mhm. This man anakumbuka yale miaka ambayo alikuwa anaambiwa haya mambo yote, alafu mnategemea kwamba at that point kwamba akiwa na pesa na watu wakiwa namtaka kwamba atakuwa faithful, atakuwa tu na mwanamke mmoja, atakuwa nini? Hapana, kwa sababu ya mazingira aliyotengeneza hapo na hiyo. Kwa hiyo wasichana, Mhm. sawa, sisemi kwamba msiwe na hizi expectations au nini, sawa, lakini mfahamu kwamba there's consequences to these expectations, because hao wanaume hao wa Mhm. 20s ambao mara nyingi wanakuwa hawana pesa, mnawachukia, mnawapotezea, mnaweka pembeni. When they have money, oh, nadhani wenyewe mnaelewa kama mshawahi kudate wa kaka kadhaa in the mid 30s huko. Kwa Eh. hiyo keep in mind that is a consequence of what you're doing. Nipenda tu watu watambue hiyo, and then you can move on to the next question. Okay, Mm. kwanza I want to say yes, na nimefurahi umeweza kulielezea hilo, kwa sababu truthfully wasichana wengi wanakuwa hawaelewi, halafu yani tuna society ambayo ama community ambayo hela is everything, whether uko Mm. Tanzania, whether uko Marekani. Tena Mhm. mi nadhani huku nje it's worse. Yani oh Mm. my gosh, na hii miziki inavyopigwa, kila mtu anadhania, well, kila mtu inabidi awe kama hawa waimbaji kwamba wana mahela, wanaweza wakakupeleka trips hizi, wanaweza kukununulia Mm. hichi na kile na kile. Anyway, Mhm. kwa sisi Tanzania nadhani pressure inakuja saa nyingine kutoka kwa wazazi kwamba Mhm. wanaona mtoto wao lazima atekiwe care vizuri,
Kwa hiyo pressure inakuwa kwa yule kijana, lakini saa Mhm. nyingine pia kijana anajipa tu mwenyewe pressure, kwa sababu unakuta saa nyingine ana date sehemu ambazo labda sio level zake, lakini kampenda yule Mhm. msichana na wamependana, Mhm. lakini ndo hivyo sasa, inakuwa kazi kidogo. Um, another thing I want to highlight ni kwamba watu wengi waweze kuelewa, especially you guys since are young, ni kwamba in your Mhm. 20s, yani I'm hoping kwamba mnajifunza kwamba in your Mhm. 20s ndo kwanza mtu unajaribu kujitafuta, kujielewa, kujiweka sawa. Mhm. A lot of times in your 20s you don't even know ni kitu gani unataka kufanya. Good thing Mhm. ukikutana na video kama hizi ambapo Victor anaongelea mambo ya finances, labda ndo unaanza kujiweka vizuri. Mara nyingi watu wakiwa in their 20s ndo kwanza wanamaliza chuo, ndo kwanza Mhm. wanajaribu kutafuta kazi, hawana chochote cha kujishikiza nacho, labda bado wanaishi na Mhm. familia na wazazi. In your 30s though, ndo wakati wa kuanza kujipanga sasa, kwa sababu I'm going to tell you this. Ukishapitisha miaka 36, for some reason, ni kama unafunga macho unafungua unakuta uko 40. Unafunga macho unafungua uko Mhm. 45. Yaani muda ni unaenda mbio. Kwa hiyo in your Mhm. 30s, mimi ningewashauri ni kwamba, ushauri wangu at least, ni kwamba at least jua ni kitu gani unataka kufocus on, unataka kufanya, ni kitu gani kitakuingizia hela. In your 30s it's the best time actually to get married. Watu wengi wanapenda ku get married wakiwa in their 20s. It's a beautiful thing, it's a good thing kuanza mapema, lakini ukumbuke you are not stable enough. Now ukiweza kupata mwanamke ambao ama mwanaume ambao mnaweza mkashikana vizuri, then mkawa stable, that's fine. Lakini mara nyingi in your 30s unaanza ku settle down, unaanza kujua okay, sasa hivi nataka nifanye kitu hichi, nataka niwe na familia, niwe na hichi na hichi. Ukianza kuingia in your 40s, sasa ndo inabidi ujishikize haswa in whatever that is, na ku make sure una investments, una income streams na vitu kama hivyo. In your 50s, yani huko ndo tunaenda sasa. Sasa siwezi nikaongelea 50s, but I can see what 50s is like, 60s is like, na kwenda mbele. So anyway, kwa vijana, don't rush too much trying to do everything in your 20s. Just relax. Try to find yourself. Try to understand yourself before you start doing too much. Yani kufanya too much for yourself. Haya. So that helps us understand again mambo ya financial discipline. Tukienda swali linalofata. Okay, so tunaongeleaga sana kuhusu kuinvest na kusave na kuinvest. Mhm. Watu wengi sana wanashindwa ku differentiate the two. Kuna misconception kwamba wanadhania kwamba kusave ni kitu hicho, concepts ni zile zile, kwamba kusave na kuinvest ni kitu kile kile, ambapo saa nyingine kama una madeni sana, it doesn't do you good kuinvest, kwa so here you are loaded with madeni. So wewe unaweza ukatuelimishaje kuhusu mtu aanzie wapi? Aanze kwanza kusave na kulipa madeni kama anayo madeni, ama save na kuinvest kama anaweza kuinvest, ama save kwanza mpaka ile ikifikia kiasi fulani ndo aanze kuinvest? Hiyo inaendaje yote? Hiyo ni tanguliza kwa kusema kwamba kwa mambo kama haya maisha hayana formula per se. Unaweza kuta kwamba watu wanaweza wakafanya kila moja hapo na akaweza kupata maendeleo na mafanikio ya kifedha, japokuwa ukisema kwamba mtu aanze na ipi, ningesema kwamba priority iwe kwenye upande wa kusave na kusave ka akiba kadogo. Hii Dave Ramsey kwa wenzetu ambao nje anaongelea kama yapo $1,000 kama like a baby emergency fund. Kwa hapa Tanzania inategemea na mtu, lakini nasema kwamba at least 1 month of matumizi, whatever kama matumizi yako ni milioni 2 kwa mwezi, hiyo milioni 2. Kama matumizi yako ni 500,000, hiyo 500,000, upate angalau hapo ya mwezi mmoja. Kwa nini? Unakuta watu wengi ambao wana shida ya madeni wanaingia kwenye madeni kwa sababu wanapungukiwa na fedha kwa kitu fulani. Kitu fulani kimetokea, wamekosa fedha kulipia hiyo kitu, wanaenda nakopa sehemu pengine. Sawa. Kwa Mhm. hiyo kuzuia hiyo kitu kwamba ukienda kukopa sehemu pengine ukiwa na kakiba kadogo tu kuweza kukusaidia if anything ikitokea hapa katikati, itakuzuia kwenda kukopesha zaidi, kopa hela zaidi. Hiyo cha kwanza. Ukishapata hiyo ako ka minimum, um, unaanza kupambana na madeni. Kwa madeni unalipia the minimum amount ambayo unatakiwa kila mwezi, inayozidi unajitahidi kuweka hiyo akiba ya at least angalau mwezi mmoja, alafu unaendelea kupambana na madeni. Sasa madeni yanategemea kwamba kama ni madeni ambayo ni wanasemaga kausha damu, kwa maana kwamba interest rate yake ni juu sana Mhm. na hata terms zake ni kali kiasi kwamba kama umeweka gari yako kama rehani kama collateral, au umeweka like nani title ya nyumba, na ukichelewa sana itaweza ukachukua hiyo vitu, ni vyema sana upambane na hiyo kadri uwezavyo. So your minimum ka baby emergency fund ipo,
all of your energy kwenda kumaliza haya madeni. Kwa hiyo ikitokea kwamba huna madeni au madeni ulionayo ni terms zake ni rafiki sana, unakuta kwamba either hazina riba au zinawezekana kwamba hazina riba na hazina hata muda wa kulipia, kwa sababu kuna watu kadhaa wanaweza kukopa kwa marafiki, hatozi riba, anaweza kurudisha hela ndani mwaka mmoja, miaka miwili bila shida. Haya, kwa maana kwamba there unaweza ukalipa minimums hapo uanze kupambana na uwekezaji. Mhm. Uwekezaji ukiingia pale, kisha unawekeza kwenye kitu ambacho kitakupa faida kuliko angalau hiyo riba unayolipa kwa madeni ambayo ni kwa terms ambazo ziko rafiki. Kwa sababu tukope mfano, kama wewe unachukua mkopo kwa wenzetu hapa Tanzania, riba ziko ovyo. Kwa wenzetu huko in the US the rates are a bit more manageable, lakini huku unakuta mtu analipa riba 5%, 10% kwa mwezi, sio kwa mwaka. So kwa mwezi 5%, 10%, 20%, hata 50 in some different places. Sasa wewe kusema kwamba uache hiyo Riba deni 50%? kwa mwezi, yes, mikopo ya kausha damu, that's why they call that. Kwa hiyo zipo. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na mkopo ya hiyo hapo 50% kwa mwezi, and you're like, uwekeze kwenye nini ambayo itaweza kupa 50% kwa mwezi? Hiyo kitu tuseme kama hamna. Kwa hiyo unapambana sana kuweza kuclear hiyo, kiasi kwamba unaweza ukasema kwamba labda ubakisha haya madeni ambayo riba zake ni ndogo, na unaweza kazi manage uanze kwenye kuwekeza. Na tofauti ya kila kitu hapo, kuweka akiba ni kutunza pesa ambayo unahisi unaweza ukahitaji kesho, kesho kutwa, sawa. Kulipa madeni ni kurejesha pesa ya kesho uliotumia jana, kwa maana kwamba leo huna hela, unajua kwamba kesho utapata hela. Kwa hiyo kuliko kusubiri mpaka kesho nakopa kwa mtu mwingine alafu unahitaji kumrudishia, kwa hiyo umechukua pesa za kesho na lazima uzirudishe iwe pesa kama za jana, like that kind of thing. Kwa hiyo na kuwekeza ni kukuza pesa zako kwa muda mrefu, ikiwa una lengo kwamba hii pesa ishie kuzalisha pesa nyingine kwa njia mbili. Inaweza kuwa kwa capital gains, kwa maana kwamba unanunua kitu leo kama kiwanja, kama nyumba, kama dhahabu. Siku hizi naona kwamba gold is becoming very popular sana, kwa lengo kwamba baadaye in the future itaongezeka thamani, inaweza kaishia kuiuza kupata hiyo ongezeko la faida, au inawezekana kwamba unawekeza kwenye kitu ambacho kinakupa pesa kwa mara kwa mara. Kwa hiyo hisa za kampuni zinazolipa gawio, nyumba ambayo unaweka mpangaji pale na kulipa kodi hivyo. Kwa hiyo kila kitu kina lengo lake, na ni vyema kwamba usichanganye vyote, kwamba utatumia investment kama kusave pesa. Hapana. Kama una save kwa ajili ya safari ya vacation unataka kufanya mwaka huu, usiwekeze hiyo pesa, weka kwenye account kama akiba. Kama kuna kitu cha muda mrefu, utasema kwamba mimi hapa I want to save ili niweze kununua nyumba in 5 years or 10 years, kuliko kuweka tu hiyo kitu ikae kama cash. Unaweza kawekeza kwenye uwekezaji ili iweze kugrow over time. Na kwenye upande wa madeni, just please avoid it, please avoid it, kwa sababu hiyo, kama umelazimika kuchukua mkopo kufanya kitu fulani na sio biashara, you have done something wrong. Kuna mahali kwamba umekosea hapo. Yeah. Na kuweza kufix hiyo inahitaji kutafakari, kujua nini kimekuweka kwenye situation hiyo, na uweze kuchukua hatua kuweza kufanya isirudie tena. Ikiwa kama wewe kipato chako ni kidogo, uzuri tunaishi kwenye ulimwengu ambao kuna internet na nini, naenda ukajifunza kitu ambacho kinaweza kukulipa zaidi. You have a skill kwa kipindi cha mwaka mmoja, miaka miwili, ambayo inaweza kukupa pesa zaidi, utoke kwenye hiyo hali. Kama ni kitu mtu unakuwa mzembe wa pesa hiyo ni kutafuta mbinu za kuweza kukumanage mwenyewe pesa zako. Kama ni kumpa mtu mwingine, in the case kama unaweza kawa na wife au husband ambaye anajua kumanage pesa bora kuliko wewe, umsaidie hapo, umpe akusaidia. Kama watu wengine wanalipa pesa kwa mzazi, mara nyingi unaweza kama mama yako anaweza kama mtu anajua kutunza fedha, unaweza kumpa yeye kutunzie, ili isiwe mkononi mwako anza kutumia kwenye vitu vingine. Na hiyo kama umekopea kwa ajili ya biashara au nini, naamini kwamba unajua unachokifanya na biashara italipa na itakuwa shida kurejesha hiyo mkopo. Wow. Sasa kuna wale watu actually, wakati unaongelea hiyo mikopo ya kausha damu yao, kuna wale watu ananikopa mimi, anajua labda atanirudishia wiki ijayo ama kesho kutwa, anaenda anamkopa mtu mwingine ili kunilipa mimi, afu anakuwa na deni na yule mtu mwingine. Kwa hiyo unakuta yeye kazi yake ya kufanya ni kukopa na kurudisha na kukopa na kulipa. Watu kama hao unawashauri nini? Hiyo idea sio mbaya automatically, kwa sababu kama una mkopo wa tuseme kausha damu, hizo mkopo wa kausha damu 20-30 kwa mwezi, unaweza ukasema kwamba acha nikope hela kwa mtu ambaye atanitoza riba kama kwenye vikoba kama 5% kwa mwezi. Kwa hapa Tanzania unasema kwamba you guys can get something kama 4% au 3%, whatever, from a bank or whatever.
uchukue hiyo ukope hapo, uende ulipe hiyo kausha damu au ulipe hiyo ya high interest, kwa maana kwamba ushamaliza hiyo deni, unapambana na hii hapa ya low interest hiyo. Mhm. Sawa, ni mbinu moja ya kuweza kusaidia kupambana na kujikwamua kwenye hiyo hali ya madeni. Lakini kama we mchezo wako ni unakopa huku kulipa huku, alafu nakopa huku kulipa hapa, alafu Mhm. nakopa huko tena kulipa hapa, na ndio maisha yako nayoishi, yani hata sijui niseme nini, kwa sababu inakuwaje kwamba unaona kwamba ni kitu cha kawaida na kuendelea kufanya. Lakini unaelewa kuna watu wanafanya hivyo, si ndio? Yani ndio Yeah. ndio nasema kwamba wanafanya kwa nini? Kama ni kwa nia ya kuweza kutoa hizo madeni kutoka kuwa high interest kuja kwenye lower interest au kitu manageable, sawa. Lakini kama ni mchezo ambao anacheza kila siku, ndio wanavyoishi mjini hivyo, Mm. hata sidhani kwamba ni mtu ambaye ataweza kuangalia video kama hii, niyo mkweli. Mm. Interesting, kwa sababu kuna watu kweli wanaishi hivyo. So kwanza, kama ulivyosema, mi mwenyewe nashangaaga hivi, mtu kwanza unawezaje kuishi hivyo? Kwa sababu je, ukienda kule ulipokuwa unategemea utaweza kukopa afu ukashindwa kukopa, inakuwaje sasa? Mm. Yani unakuwa uko stuck. But anyway, swali langu la mwisho ni Mhm. kuhusu mambo ya kuhaso. Mm. Najua kipindi kilichopita uliongelea sana kuhusu ni vizuri ukawa na side hustle, ile ndo hela Mm. unatumia kwenye kitu chochote unachotaka, kama ni vacation, ni kitu chochote unachotaka kununua maperfume, Mm. utajua mwenyewe, lakini kwa sababu ile ni Mm. extra hela, basi unaweza ukafanyia chochote. Mm. Kuna mtu aliniuliza hivi hizi side hustle alizoziongelea, ama actually sio mtu, watu Mm. alizoziongelea haswa anamaanisha nini na ni zipi? Mm. Kwa sababu kitanzania Mm. Tanzania, ukumbuke watu wengi wanaangalia kitanzania Tanzania, yani Mm. ndio kuna watu waliofunguka akili, wana ujanja wa Mm. hapa na pale, wanajua mambo ya online, Mm. wanajua hicho, wanajua kile, lakini maybe walk them through. Sasa hizi kuhusu upande wa side hustles zitakuwa tofauti depending on where you are. Nianze kwa ambao wako wa Tanzania. Unakuta mtu ana side hustle, anaweza kawa anafuga kuku nyumbani, anauza mayai. Mm. Unakuta mtu ana side hustle ya kama yeye ana wenzake ofisini, kazini, anafanya kazi full time, lakini pale yeye anasaidia kwa kuletea nguo, kwa kuletea perfume na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mtu kwenye office ambao kila siku anapenda kupendeza, lakini muda inambana mpaka aende shopping, inaweza kawa ngumu. Lakini kama unajua huyu fulani Cynthia anapenda nguo za aina hii, unaweza kumletea ukamuuzia. Kuna watu wanafanya hivyo. Kuna wengine ambao unakuta kwamba hapo hapo kazini wanauza bites au vya chakula. Kwa hiyo Mhm. unakuta mtu sijui vitumbua, chapati na nini, maandazi asubuhi, watu wakifika pale, kwa sababu labda ofisini ni mbali na sehemu za chakula, inaweza kuwa mtu ambao analeta nyumbani pale mapema. Watu wanaanza kazi saa 3, wanafika kazini ofisi saa 2:30, saa 2:15, watu wakitaka bites wanachukua kwako, unauza, unapata hela hivyo. Aha, Kuna okay. watu ambao wanafanya wanaajiriwa lakini wanafanya vitu online, kwa maana kwamba mtu anaweza kawa na Instagram page ambaye yeye anachukua order za watu kwa hizi yani huduma za chakula. Unakuta mtu ana online restaurant ambao anachukua order za chakula na deliver ikiwa weekend tu, kwa sababu weekend ana muda, katikati ya weekend ana post content na nini na nini, anachukua orders. Ijumaa anafunga hizo orders, Jumamosi amka asubuhi anapika na nini, anasafirisha. Hizo ndio lunch za watu. Kwa hiyo kuna namna kama hizo mbalimbali, mifano haya ambayo nafahamu kwa hapa Tanzania. Mhm. Kwa wenzetu ambao wako huko nje Marekani, Mhm. mara nyingi if you want to have a side hustle, unaweza kawa unachukua skill ulio nayo unaongezea upande wa consulting au freelancing kwa juu. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye una taaluma kwenye kitu fulani, kama kwa mfano you might be an accountant or a tax accountant, unafanya kazi yako kwenye accounting firm during the day, lakini in the evenings au on the weekends una wateja wako, biashara ndogo ndogo, small businesses ambao unasaidia in your neighborhood au mtaani mwako au mjini mwako. Au inawezekana kwamba unaingia kwenye hizi platforms za Upwork, freelancer.com, na mengine. Google will give you a full list of these websites. Unaweza Right. ukaishia kufanya some freelancing on that side. Mhm. Kwa upande zote mbili, you have some people ambao wanafanya kazi during the day, alafu wanafanya Uber kwa kuendesha gari jioni and weekends. Hao hapo. Kuna mfano wa wengine huko in the US, kama kuna kitu ambacho unaweza ukauza on the side. So these are things like kama insurance Mhm. or kind of financial products, au inawezekana kwa hizi network marketing, kwamba if you have a good network of people and people that you know, maybe you work in an industry ambao watu wengi wana pesa lakini hawajui cha kufanya. Kwa sababu I have a friend of a friend yuko USA, wako wanafanya kazi nursing, lakini on the side anasaidia kwa kuuza policies za life insurance kwa Yeah. wenzake Mhm. pale in the hospital. So there's various different ways ambazo zinaweza kufanya, na side hustles zitakuwa tofauti kwa kila mtu.
kwa Mm. sababu inategemea mwenyewe hapo ulipo, unafanya kazi ya aina gani, una ujuzi wa aina gani, una network ya aina gani, umezunguka na watu wa aina gani. Lakini ukiwa unajiwekea akili kwamba kuanza kutafuta fursa zilizopo zinazokuzunguka, utaweza kaona kitu na ukaweza ukaanza kupata income kwa upande hiyo. Na kwenye hiyo side hustle income, au kama una income mbalimbali, hata inawezekana kwamba wewe ni mmeoana na huyu hapa na mshahara wake, huyu hapa na mshahara wake, jitahidi uweze kuishi maisha yako on the smallest income ulionayo. Kwa hiyo kama kuna mwenzako anaingiza $4,000, kuna mwenzako ambaye anaingiza $6,500, jitahidi muishe kwenye maisha huyu hapo mwenye 4,000, na hiyo 6,500 yote mwekeze, kama if you guys are married couple. Kama wewe ni mtu ambao sio, you're not married, au inawezekana kwamba wewe mwenyewe una shughuli mbalimbali unayofanya. Tuseme kwa mfano, kama una mshahara wako kazini inakupa milioni 2 kwa mwezi au $5,000 kwa mwezi, unaweza kufanya consulting kwa pembeni, au hizi side hustle pembeni. Kuna moja inakuingizia $800 kwa mwezi, kuna nyingine inaingizia 1,100,000 na milioni 1.5 kwa mwezi au nini. Jitahidi uweze kuishi kwenye hiyo income ya nyingine ya nje, hii nyingine ambayo ni reliable au consistent, huwa unawekeza yote. So whatever income stream ulionayo, jitahidi kuishi on the smallest one. Hii nyingine zingine uende kuwekeze huko pengine, na ukishafika mahali ambapo investment zako zinakuwa ziko kubwa, unaweza kusema kwamba haya, kama mimi na income stream 3 au 4, nasema moja au mbili nitapeleka kwa upande wa enjoyment, moja nitaishi, moja nitawekeza. You can do Right. whatever you want flexible ukishafika kwa level fulani. Inaonekana kama vile vitu vingi ulivyoviongelea, especially kwa Tanzania, haswa hizi side hustles zimewalenga zaidi wanawake. Kwa wanaume je, inakuwaje? Ungeshauri nini? No, hizi hela haina jinsia, okay? Well, yani kama kuuza Haina chakula jinsia. asubuhi, you think wanaume can do that? Sasa of course kuna wanaume ambao wanapika, inategemea mtu na skills zako. Kwa hiyo kama wewe unajua kwamba wewe hata kuchemsha maji utaunguza maji by some miracle, basi usifanye hivyo, utafute kitu kingine ambacho kinachokufaa. Kwa hiyo kama wanaume unakuta kwamba yeye anaweza kawa ana page yake Instagram, anauza vifaa vya technology. Unakuta kama mtu anaweza kawa like pilot, rubani, au anaweza kawa cabin crew, ana safari za kwenda hapa na pale. Akienda Dubai anaweza kununua duty free, akija nyumbani ana watu wake ambao anachukua order za watu, wanamlipa like $100 au $150 on top of hiyo, kwa sababu ndio na ana access ya hiyo vitu. Mfano mwingine ni kama mtu ambaye ambayo haina jinsia, ni kama kwa mfano Airbnb. Unapangisha sehemu fulani, unalipa kodi kwa mwezi, useme kama 800,000, unaingiza, una furnish pale pale kila kitu, alafu unafanya Airbnb, unaweza kupata kama $1,200,000, $1,300,000 kwa mwezi. Difference ambayo unalipa na kodi ya nyumba, hiyo ni hela yako, ambayo ni Airbnb arbitrage. Kwa wenzetu huku unaona kwamba inaanza kwa huko US, nasikia kwamba like it is a bubble if it's already burst. Anyway, angalia fursa zilizopo, angalia unachoweza kufanya na angalia unachojua kufanya. Na vitu vingine nasema kwamba hii hapa ni vya kike au vitu vya kiume. Pesa haina jinsia. You're either broke or you have money. Haijalishi Very what your true. body parts are. Kwa hiyo Very if true. you want money, unatafuta kwa njia yote unayoweza. Very true. Sasa, Mm. okay, hili ndo swali la mwisho kabisa. Niliona hapa Mm. recently mtu wa benki kuu alikuwa, nadhani ni mtu wa benki kuu ama mtu wa serikalini, alikuwa anaongelea kwamba kwa sasa hivi Mm. Tanzania kitu kikubwa kinachoendelea ni kwamba you cannot do business in USD, na ukifanya Mhm. in USD unachajiwa like 3,000 sijui fine. Mhm. Mhm. Is that true? Kwanza. Alafu pili, then how do we move forward? Okay, kwenye hiyo kitu, Benki Kuu ina kazi mbalimbali hapa nchini. Mojawapo ni kulinda thamani ya shilingi, na kulinda thamani ya shilingi, mojawapo mbinu ni kuweza kupunguza demand ya dola ambayo sio ya lazima. Of course, ukitaka kuuza bidhaa yako nje ya nchi, dola lazima ihusike hiyo hapo, kwa Right. sababu itakuwa ngumu kumwambia mtu Turuki au Belgiji au Ulaya achukue Tanzanian shilling kwa hiyo mali, lakini atakuwa rahisi sana kuweza kuchukua au kukulipa US dollar kwa hiyo kitu, sawa. Kwa hiyo haikwepeki, lakini kwa hapa nchini ambapo shilingi hipo, ukiweza kuweka hiyo sheria kali kwamba kila kitu kilipo ya kichajio kwa mfumo wa shilingi, ina maana kwamba unaongeza demand ya shilingi, unapunguza demand ya dola, ambayo inasaidia ku stabilize exchange rate kati ya hivyo viwili. Sasa hiyo ndo lengo la hiyo kitu, na inasemekana kwamba usitangaze vitu kwa bei USD, tangaza vitu kwa shilingi. Ukiwa unalipia vitu, jitahidi sana ulipie kwa shilingi, usilipie kwa USD. That is true. Hiyo ni kitu ambacho kweli kipo, wamefanya na wanaanza jitihada hizo, mpaka inafika mahali kwamba
kama nakumbuka vizuri, walikuwa wanasema kwamba ukiona hii kitu unaweza ukapiga namba fulani kuweza kuripoti mtu ambaye anafanya hiyo, na lengo kubwa ni hiyo. Sasa what does that mean for, naomba mfano kama mtu ambaye ana hofu ya hii kitu, like where is that concern coming from? No, yani Mm. mimi I was concerned kwa sababu Mm. in a sense kwamba well, tukiwa tuna book Airbnbs Tanzania, watu Mhm. wanachaji kwa dola, and of course mimi Mhm. I'm happy to pay kwa dola, lakini I also Mhm. see where serikali inapotokea ni kwamba Mm. wanataka kuimarisha shilingi, lakini Mhm. watu wengi pia walikuwa wako concern, wanasema sasa utatuambiaje tusitumie dola afu unatucharge fine kwa dola, which to me Mm. it still made sense kwamba yeah, kama wewe Mm. unataka kulipa kwa dola nitakufine kwa Mm. dola so you can feel the pain of it. Umenelewa? So Mhm. that's the whole Mhm. point. You gotta feel that pain. Mhm. Kwa Mhm. hiyo watu walikuwa wanashindwa kuchanganua that part. Afu second, watu wanasema oh, mbona ukiwa unaenda mbugani unachajiwa kwa dola? People are forgetting kwamba ukiwa Mtanzania unaenda mbugani Mm. unachajiwa kwa hela ya Kitanzania, lakini Mhm. wageni ndo wanachajiwa kwa dola. Halafu kitu kingine Mm. ni kwamba for me personally I think Mhm. tunajichanganya sana in a sense kwamba tunachukua sana haya mambo ya nje, yani unajua Mhm. tunapenda mambo yetu ya kiwestern zaidi, Ndio. halafu hapo hapo tunajichanganya where tunawaambia watu well you gotta, inabidi ustop kufanya hivi kwa sababu tunataka kuimarisha huku. Watu wanakuwa Mm. confused kwa sababu kila Mm. mtu Mm. anapenda the western culture, western world, watu wana embrace hivyo vitu, na what Mhm. is that? USD is part of the western Mhm. culture. Mimi kitu Mhm. nilichokuwa tunasema ni kwamba what I was thinking in my head, kwa sababu nilikuwa naona watu wengi wana express frustration and maswali mengi online, yani different outlets, watu tu Mm. wanaongea sana. So I Mm. felt like maybe people were not understanding hii yote inatokea wapi na ni kwa ajili ya nini. My Mhm. thinking was, and you can correct me if I'm wrong, ni kwamba I Mm. think dola ibaki pale pale, watu Mhm. wapewe option. Mm. Unaweza ukalipa kwa T-shilling ama ukalipa kwa dola. Ukichoose kulipa kwa Mm. dola, there's a fine that comes with it, a small fee that comes with it. Ile fee, Mhm. then it goes to the government. Mm. Obviously, no, if I'm coming to buy goods from you, afu kaniambia, well, Mhm. you have a choice, lakini nikikuchaji Mm. kwa, ukitaka kulipa kwa dola, kuna fee ya, let's say, dola 10 ama 20 ama 30 kwenye hii particular thing you're trying to buy. Mm. Obviously, nitasema no, nataka ni buy kwa T-shilling. Umeona? Kwa hiyo Mhm. unawapa Mhm. watu options. Mimi that's how I Mm. was seeing it. Lakini hata hiyo, I think there's a place where I commented that. Lakini hata hiyo watu wakawa nasema, well, they end up charging the customer. Obviously, it's the Mm. customer who pays for it in dollars, who Mm. chooses to pay in Mm. dollars. Lakini sasa kuna Mm. ile part ambayo unakuta yule muuzaji ndo anataka kukuuzia wewe in dollars wakati wewe unataka Mm. kulipa in T-shillings. That's where the Mm. issue comes in. But anyway, I don't know. How do you see this? The whole thing. No, naelewa benki kuu anataka kufanya nini, na kusema ukweli na support hiyo lengo lao la kuweza kuimarisha shilingi, kwa sababu kumbuka kwamba Tanzania tunaishi kwa shilingi, watu wa nje sasa watu wa Marekani wanaishi kwa dola. Nyie watu ambao mnaishi kwa dola msingependa kwamba dola ishuke thamani. Right. Vile vile sisi hapa ambao tunaishi kwa shilingi tusingependa shilingi ishuke thamani. Na kama umetoka huku umekuja huku, vile vile kama sisi tukitoka hapa tukienda kule, okay, ningependa kwamba watu wafuate matakwa na sheria na utaratibu wa hapo unapoenda. Kwa hiyo kama uko huku na unaona kwamba ni changamoto sana kwamba ukienda mahali hawapokei dola, ingia bureau de change, uta exchange hiyo kitu into shillings. Shillings hamna mtu atakusumbua, kwa sababu kwa mazingira sasa hivi, zamani ulikuwa unakuta kwamba kuna sehemu kadhaa ambapo walikuwa wanataka walipe kwa USD kama USD, Mm. lakini sasa hivi watachukua they might quote in USD, japokuwa ambao na quote ni wachache, lakini watakupa watasema kwamba ulipe equivalent in T shillings, wanatumia kama dola kama kupeg prices zao for one way or Right. another. Sawa. Hiyo ukiachana na sehemu za kama za kitalii ambapo I've seen bado ukienda huko unalipa in USD at hotels or whatever, au naamini kwamba wana exemption zao, siwezi kuongea sana kwa hao, lakini kwa sehemu za kawaida hivyo, na mimi binafsi na support hiyo kitu in the same way. Kama nikienda Amerikani, msingependa mimi Mm. hapa kuwepo wangu Amerikani iweze kuanza kupunguza thamani ya dola akiwa kule. Right. uh, yeah, ndio mawazo yangu hapo.
Yeah, I think it's more education and information. People just need to be informed to understand. Ama saa nyingine tu labda watu wanapenda kujitoa ufahamu kwa sababu they're like, well, nikichaji watu in dollars, I make more or whatever the case is. But anyway, mimi niliona pia where benki kuu ama serikali where they're going with this. But then again, there's always a lot. Well, it was wonderful. So, tumeweza kukava hivyo vitu vipengele vitatu. Financial discipline, money and relationships, and investment mindset. So natumaini kama umeweza kutujoin leo, umejifunza kitu kimoja ama viwili, na kama una maswali yote naomba uache kwenye comments as well. Please naomba share hii video na rafiki zako na kwenye social media zako, and don't forget to subscribe. And until next time, where can they find you? They can find me on, mnaweza kanipata kwa Instagram na TikTok kwa jina ya The Money Guy TZ, TheMoneyGuyTZ, The Money Guy TZ, kwa Instagram and TikTok. And from there you can find all my content as well as like links in bio to any kind of like longer episodes like this one ambao nafanya gaza hapa na pale. Right. Halafu, pia kama unataka kumcontact, well, kama unataka financial help and support kwenye mambo yako ya investments, ama mambo ya kusave, ama budgeting, of course you gotta be at a certain level. There's your guy. You gotta contact him. Ameshatoa hizo social media zake za how to reach him, jinsi ya kumfikia. So until next time, nakushukuru sana kwa kunijoin tena leo, nakushukuru kwa kunipa muda wako, kwa kutupa muda wako. Kila siku tunajifunza. Asante sana. This year wote lazima tuwe matajiri. Tumeshakubaliana kwamba mwaka huu lazima wote tuwe matajiri, njia moja ama nyingine, lakini tu iwe ni njia halali. So until next time, thank you so much Victor, na tutaonana tena. Okay, I appreciate you so much for the invite. Thank you.